Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Basi leo ningependa kuzungumzia kuhusu toba ya ukweli. Kuna toba zingine ambazo ni za bandia, na kuna toba ambazo watu huwa wanajiwekelea wenyewe, lakini kuna toba ambayo ni ya ukweli na ambayo tunaona mifano yake kwenye Biblia, ambayo ni kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Kwa leo nazungumzia kuhusu toba ya ukweli. Fungua nami kitabu cha Ezra, mlango ni wa 10, mstari ni wa 9 hadi mstari wa 19. Ezra mlango ni wa 10, mstari ni wa 9 hadi mstari wa 19, na nitasoma. Ndipo wanaume wote wa Yuda na Benyamini wakakusanyika katika muda wa siku 3. Ulikuwa mwezi wa 9, siku ya 20 ya mwezi, na watu wote wakaketi katika uwanja mbele ya nyumba ya Mungu, wakitetemeka kwa sababu ya neno hilo na kwa sababu ya mvua kubwa. Kisha Ezra kuhani akasimama akawaambia, mmekosa, mmeoa wanawake wageni kuiongeza hatia ya Israeli. Sasa basi ungamaneni mbele ya Bwana Mungu wa baba zenu, mkatende alipendalo, mkajitenge na watu wa nchi, tena na wanawake wageni. Ndipo mkutano wote wakajibu wakasema kwa sauti kuu, kama ulivyosema katika habari yetu, ndivyo vitupasavyo kutenda. Lakini watu hawa ni wengi sana, tena ni wakati wa mvua nyingi, nasi hatuwezi kusimama nje. Tena kazi hii si kazi ya siku moja, wala si ya siku 2, maana tumekosa sana katika jambo hili. Basi maakida wetu na wawekwe kwa ajili ya mkutano wote, na watu wote walio katika mji yetu waliooa wanawake wageni, na waje nyakati zilizoamriwa, tena pamoja nao na waje wazee wa kila mji na makadhi wa miji hiyo, hata ghadhabu kali ya Mungu wetu itakapotuondokea mbali, jambo hili likamalizike. Yonathani mwana wa Asaheli na Yazeli mwana wa Tikwa, hawa peke yao ndio waliosimama kulipinga neno hilo, na Meshulami na Shabetai Mlawi wakawasaidia. Basi wana wa uhamisho wakafanya hivyo, na Ezra kuhani akatengwa pamoja na baadhi ya wakuu wa mbari za mababa kwa hesabu ya mbari ya baba zao, na hao wote kwa majina yao wakaketi siku ya kwanza ya mwezi wa 10 ili kulichunguza jambo hilo. Wakamaliza mambo yao ya wanaume wote waliokuwa wameoa wanawake wageni siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Basi miongoni mwa makuhani walionekana wengine waliokuwa wameoa wanawake wageni, na wana wa Yoshua mwana wa Yosadaki na nduguze Maaseya na Eliezeri na Yaribu na Gedalia, nao wakatoa ahadi ya kwamba wataachana na wake zao, na kwa kuwa walikuwa na hatia wakatoa kondoo wa mume kwa hatia yao. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Basi hapa ndio tunataka kupata mfano mmoja wa toba ambayo ni ya kweli. Hizi ni habari za Mungu zilizonakiliwa kwa watu wa Mungu ambao walikuwa wa taifa la Yuda. Walikuwa wametekwa nyara, wakaenda uhamishoni kule Babeli,
kwa sababu ya uasi wao dhidi ya Mungu. Walikuwa wamefanya maasi, wakamwacha Mungu wao aliyookoa, wakaanza kuabudu miungu mingine. Na kwa sababu hiyo Mungu akawatumia manabii wakawaonya kwamba kuna hatari mbele yao ambayo inakuja kuwapata kwa sababu ya uasi wao. Mungu alisema katika amri zake ya kwamba wasifanye miungu mingine na wakaziabudu. Sasa wao wakakaidi, wakaanza kutengeneza miungu mingine na wakaanza kuisujudia. Kwa hivyo Mungu akawaonya, lakini hawakuacha, na akamwambia kwa sababu hiyo sasa mtapelekwa katika nchi ya uhamishoni na mfalme wa Babeli, na mtatumia katika ile nchi kwa miaka 70. Baadaye ndiposa nikaweza kuwarudisha katika nchi hii ya Yuda. Basi habari za Ezra anazungumzia kuhusu hawa wana waliohamishwa wa Yuda wakirejea katika taifa lao la Yuda. Ukianza kule nyuma, unaona vile Mungu alivyopanga kupitia kwa watumishi wake, akaweza kuwaachilia wakaweza kurudi. Sasa Bwana alikuwa na makusudi ya kwamba wakirudi pale katika Yuda, tabia zile ambazo walikuwa nazo za kwanza za uasi zitakuwa zimeondoka, manake amewaadhibu katika taifa lisilokuwa lao, na wamekaa kule katika hali ya uhamisho kwa miaka 70. Kwa hivyo Mungu alikuwa anatarajia hawa watu wabadilike tabia zao. Wamepelekwa kwenye mtambo, wamesafishwa, na alikuwa anajua kwamba watarudi kama wamekuwa wasafi. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba wamerudi, ndio wanaonekana kwa mara ya kwanza wako na bidii, kwa sababu wamerudi, na kurudi kwao kwanza kabisa wamejenga ukuta wa Yerusalemu kiongozwa na Nehemia, alafu kiongozwa na Zerubabeli na huyu Ezra, wamejenga hekalu la Bwana na limekamilika. Kwa hapo naona habari za Ezra hizi ambazo anazinakili ni kwamba ananakili habari za hawa watu wamesharudi, wamefanya kila kitu, hekalu limesimama, alafu wameanza ibada. Na ndani ya ibada pia kuna mambo ambayo wamefanya ambayo hayampendezi Mungu. Ezra alikuwa ni kuhani, tena alikuwa ni mwandishi. Alikuwa ni mtu ambaye amesoma mambo ya sheria, na alikuwa ni mtu ambaye anajua mambo ya utakaso ndani ya nyumba ya Bwana. Kwa hiyo hawa watu wakawa wameanza ibada kwa Mungu, tena wanaingia ndani ya hekalu wakitoka. Lakini kuna kitu ambacho walikuwa wamekifanya ambacho hakikuwa sawa. Na kitu yenyewe Mungu alikuwa amewakataza. Alikuwa amewaamrisha ya kwamba wakiingia katika nchi ile ya ahadi wasiweze kutangamana na wenyeji wa nchi hiyo. Jambo la kwanza, kwamba wao wakae kivyao, manake Mungu amewatenga kama taifa lake teule ili kaweze kusimamia jina lake. Jambo la pili, akawaambia kwamba kwa sababu ya kujitenga kwao na wenyeji wa mji wa hiyo nchi, wasijaribu kuoa wenyeji wa nchi ile ama kuchukua binti zao wakaoza wenyeji wa nchi ile. Kwa sababu gani? Bwana alisema wakifanya jambo kama hili litawafanya waanze kuabudu miungu mingine, waache ibada kwake. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba hakuna ushirikiano katikati ya yule anayeamini na yeye asiyeamini. Tunaona jambo hili lilikuwa na shida kubwa, manake wale waliojaribu hawakumaliza vizuri. Mmoja wao akiwa ni Suleimani, mtu ambaye alikuwa na hekima nyingi sana. Wakati ambapo aliasi Mungu na akaoa wanawake wageni ambao Mungu alikuwa amemkataza, unaona walimuingiza katika ibada ya sanamu. Mtu ambaye alimjengea Mungu hekalu kubwa la Yerusalemu, akaabudu pale, akatoa sadaka pale. Sasa moyo wake umegeuzwa na hawa wanawake, sasa ameanza kuabudu miungu mingine na kuitolea sadaka. Kwa hivyo sasa jambo hili tunaliona hapa katika kitabu hiki cha Ezra likizungumziwa hapa. Wana wa Yuda ambao walikuwa katika uhamisho wamerudi, wameingia katika nchi yao ile ya Yuda. Kwa mkono mkuu wa Bwana amewasaidia na wamesimamisha hekalu la Bwana, ukuta wa Yerusalemu wameujenga na ibada zimeanza. Sasa baada ya miaka kadhaa hapo mbele, wakaanza tabia ambazo hazikuwa sawa. Wakamuasi Mungu kwa kuoa wenyeji wa nchi ile.
Yaani wanaume wakaanza kuoa wanawake ambao sio wa taifa la Israeli, sio Wayahudi, yaani sio Waebrania. Na hili jambo likamchukiza Mungu. Sasa kwa sababu hiyo, sasa hasira ya Bwana ikawaka juu ya hawa watu ambao ni wa Yuda ambao wamerudi kutoka katika uhamisho. Sasa basi huyu Ezra wakati ule akiwa ni kuhani na tena akiwa ni mwandishi, sasa Bwana akamtumia kuweza kuelimisha watu, kuweza kuonya watu kuhusu tabia ambazo watu wanaziendea ambazo sio sawa. Kwa hivyo akawaambia kwamba kuna jambo ambalo mmelifanya ambalo ni mbaya sana, na hili jambo la kuoa wanawake wa kigeni mmefanya vibaya. Wale watu walikuwa wamefanya kitu ambacho walikuwa wanajua kwamba sio kizuri, na walipoambiwa hawakufikiria, kwa sababu ni kitu ambacho walikuwa wanajua wamekifanya, ambayo ilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Bwana. Kwa hiyo Ezra akawaambia kwamba kwa sababu hii hasira ya Bwana inawaka juu yenu, lakini bado kungaliwa kuna tumaini. Jambo ambalo mtalifanya, mumeona makosa yenu? Wakasema tumeyaona vizuri sana. Mnaona mmemwasi Mungu? Asema tumeona vizuri na tumemwasi Mungu wetu. Sasa basi kuna suluhisho. Mkitaka kupona zile dhambi zenu, muungame ule uasi ambao umeufanya kwa kwenda kuoa wanawake wa kigeni mpaka wamezaa na hao watoto. Alafu baada ya kuungama, sasa hatua ya pili ambayo mtafanya ni ipi? Akashirikiana na wale watu na wakakubaliana kwa kauli moja ya kwamba wataachana na wale wanawake wao ambao wameoana nao. Hilo ni jambo la kwanza, ama hatua ya kwanza. Hatua ya pili, sema hata watoto wao ambao wamezaa na wale wanawake pia watatenga wakaanza kuachana nao, ili hasira ya Bwana ikaweza kushuka. Kwa hiyo unaona sasa hapa jambo ambalo linafanyika hapa ni toba sasa, ili wakaweza kupona, ni waungane, wakubali kwamba wamefanya makosa. Ezra mwenyewe akaenda mbele za Bwana na akamwomba Mungu, akamwambia kwamba Bwana, najua kwamba tumekukosea kwa kuoa wanawake ambao ni wa kigeni, ili hali Ezra mwenyewe hakuwa ameoa mwanamke yote wa kigeni, lakini alitubu kwa niaba ya watu wake wa Yuda. Unaona, wakati mwingine kiongozi anaweza kusimama na akatubu dhambi kwa niaba ya watu wake. Mzazi anaweza kusimama wakati mwingine, watoto wamekuwa waasi, ukatubu dhambi za watu wao kwa niaba yao pasipo wao kujua. Na hii unaona inafanya kazi. Baada ya kutubu hiyo dhambi, unachukua hatua ya kukaa nao na kuambia kwamba hii mambo ambayo unafanya sio sawa. Kwa hiyo Ezra alitubu dhambi zake na za watu wake, akaziungama zote, hii ikiwemo hii dhambi kubwa ambayo ni ya kuoa wanawake wa kigeni. Na yeye hakuwa na mwanamke wa kigeni, ile alikuwa ni kiongozi akiwa kuhani, tena akiwa ni mwandishi, mtu ambaye alikuwa ni msomi. Torati anaijua na vile vile utakaso wa Mungu anaujua. Unajua ukigonga hapa mnakosana na Mungu, na ukishika hapa unashikamana na Bwana. Kwa hiyo alipokaa na hao watu na kaelewana nao, wakakubaliana kwa kauli moja ya kwamba watawaregesha wale wake wao baada ya kutubu, watawaregesha warudishwe kwao. Alafu wale watoto ambao wamezaa nao pia waende na mama zao, ili hasira ya Bwana ikaweze kushuka. Jambo hili lilikubalika machoni pa wengi, lakini wachache tu ndio walipinga. Lakini licha ya kuipinga, Bwana alilifanikisha, na wakaamua wakaachana na wake zao na wakawaregesha wale watoto wao pia ambao walikuwa wamezaa na wale wanawake, wakaenda na mama zao. Kwa hiyo jambo hili likampendeza Mungu na hasira ya Bwana ikatulia. Kwa hiyo hapa tunajifundisha funzo moja la toba ambayo ni ya ukweli. Wakati mwingi watu hufanya mambo na wakaona kwamba haya mambo ni mabaya, na akalia sana, hata akakaa kwenye mavumbi kwamba anatubu, lakini ndani ya moyo wake bado hajatubu. Kuna uwezekano kama huo. Mfano mmoja ni wa Yuda Iskarioti. Baada ya kumsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha, Biblia inasema ya kwamba alipoona Yesu amekamatwa na anateswa, anapigwa, alisikia uchungu ndani ya moyo wake, na akaamua kurudi, akatubu ndani mbele ya wale wazee. Akamwambia kwamba anajutia
nilisaliti damu isiyokuwa na hatia. Kwa hiyo pesa yenu ambayo nipatia ndio hii. Wale wazee akamwambia, sisi hatuna shida na wewe, biashara tulishakwisha kuimaliza. Maana kama tulikataka huyu jamaa tukupatia pesa na ukafanya kazi, tumempata. Sasa kama wewe unataka mambo mengine zaidi, wewe jipange mwenyewe, sisi tushamaliza biashara. Akapaka pesa pale na akachukua kamba akaenda akajiua. So unaona, alisikia uchungu ndani ya moyo wake, lakini hakuweza kutubu kikamilifu. Unajua, kama Yuda angetaka kutubu kikamilifu angeenda wapi? Angeenda mahali Yesu yuko, asimame mbele yake na mwambie ya kwamba, mwalimu na Bwana wangu, kweli nimekusaliti, mimi ndio nilikusaliti, na nilikusaliti kwa sababu ya tamaa ya pesa, lakini nimeona mambo ambayo nayapitia ni magumu. Kwa hiyo nakuomba tu ukanisamehe, pesa za hao tunaziregesha, unisamehe, usinichukulie huu ubaya. Yesu angemwambia kwamba nimekusamehe, nenda zao kwa amani, na angerudi kuwa sawa. Lakini angalia, yeye alienda mahali pengine ambapo sio sawa. Amemsaliti Yesu, anateswa, amemuona, badala ya kwenda kwake na muombe msamaha, anakimbia kwa wale wazee ambao walimpatia pesa. Aenda atafuta msamaha kule, hakupata msamaha kwa sababu haikutoka ndani ya moyo wake. Biblia inasema kwamba walipokataa ile pesa, akaibwaga kwenye meza na akatoka haraka, akachukua kamba na akaenda akajinyonga pale kwenye mti. Biblia inasema kwamba alipasuka matumbo. Kwa nini alipasuka? Kawaida mtu akinyonga na kamba huwa afungui, kamba huwa haifunguliwi, inafanya kukatwa. Hakuna mtu atanyonga na kamba alafu waje wafungue kamba. Huwa anasema ni mtu wa kisirani. Huwa anakuja na kisu, anakata ile kamba, alafu ile mwili unaanguka chini. Sasa mwili wa Yuda ulipoanguka chini ukapasuka matumbo, akatoka kama vile maandiko yalikuwa yamesema. Kwa unaona, alijaribu kusikia uchungu, lakini ule uchungu wake haukumwelekeza katika toba kamili. Waweza ukafanya jambo, ukamfanyia mwenzako jambo ambalo sio nzuri, na baada ya kuona madhara ambayo yamempata ukasikia uchungu na ukalia sana, hata ukalia sana, ukaona ya kwamba kweli umesononeka, lakini ndani yako haujatubu. Sawa sawa na wakati kuna matanga. Unaona, ukiingia kwenye matanga, hasa kabila ambazo wanapenda kulia. Unajua kuna makabila ambao kwa special kwa kulia ni expert. Hata hapa Kenya kuna expert wa kulia. Kuna kabila zingine mtu wao akifa wao hawalii, na ni sheria hawalii. Naona mtu anatoka tu pale nje, anatoa makamasa, anajipangusa machozi kwa na kitambaa, na lakini utasikia sauti. Lakini kuna makabila zingine ambazo ni mastaa kwa kulia. Mtu wao akifa wanalia kweli kweli, mpaka wengine wanapanda juu ya nyumba wanajiachilia chini, ndio kwamba huyu mtu anasononeka. Kitu kushangaza ni kwamba nenda kwa matanga alafu uone watu wanalia, wanamaliza, alafu wanatulia, wanaanza kupiga story. Jamaa mwingine akitoka kwa mbali pia ambaye ameingia kwenye yale matanga. Unajua ukifika kwenye matanga kama ni mwanamke, wanaanza kulia, akifika tu kwa friends tu, akivuka tu namna hivi, kama ni muziki anabwaka chini, alafu anaanza mbia, anaanza kupiga nduru. Akipiga nduru, wale walikuwa wanaongea nao wanaamka, wanampokea, wanamsaidia pia kulia. Wakati analia pia wao wanamsaidia kulia, wanamshikilia, wanamfariji. Wakimaliza tu pale, wanaingia kwa jikoni, wanaangalia nini kiko kinaendelea pale. Kama ni chai, wanaitoa pale, wanaanza kunywa, kicheka, hata uweze kujua kama walikuwa wanalia. Lakini wanalia wanajiangusha chini. Yaani kilio ndio wanalia, lakini hakitoki ndani ya moyo wao. Lakini jamaa mwenye amefiliwa mwenyewe, waweza kwenda pale umpate hata hali. Wafikirie kwamba ametulia, amelia mpaka machozi yameisha. Analia usiku, analia mchana. Anaweza kwenda mahali akajifungia ndani ya nyumba na akalia peke yake pale, mpaka roho ikatulia, na akatoka pale akipanguza machozi, alafu anatoka nje. Sasa yeye kilio chake kinatoka ndani ya moyo. Lakini hawa masta wengine wako kule nje, yao ni ya drama. Lakini ukiangalia hapo utajua wote wanalia. Lakini anayelia kamili kabisa ni kilio ambacho kinatoka ndani ya moyo wake. Kama ni jamaa ambaye amefiliwa, ndio utaona kama ni uchungu, yeye ndiye ana uchungu mwingi sana. Lakini wale wengine wao ni madrama. Kwa hivyo katika toba pia kuna mtu anaweza kufanya kitu ambacho sio sawa na akaamua kusikia uchungu, kwamba amesikia uchungu imemuumiza, na asema kwamba Mungu nisamehe, lakini ndani ya moyo wake hajaamua kutubu kikamilifu.
Toba kamili inamuongoza mtu kuchukua hatua ya pili ya kuachilia kile ambacho alikuwa amekishikilia, kile ambacho kilikuwa kimemsababisha yeye aende mbele za Bwana. Kwa mfano, wewe ni mwanamke umeolewa, na umeolewa kwa mwanamume ambaye sio mume wako. Alafu unasema ya kwamba wewe umeokoka, kila wakati unaomba Mungu akusamehe. Ndio, Mungu anaweza kukusamea, lakini kweli kama wewe utajua ya kwamba huyu mwanamume ambaye nimeolewa kwake sio mume wangu, ako na bwanake, ako na mke wake, wakati ambapo utasikia neno la Mungu limekugusa, labda umemdanganya mpaka ameacha kutoka anateseka, ama hawa wanawake ambao wamekataa kuolewa ama walishindwa na ndoa zao, wanaishi kivyao, anachukua wanaume wote wanaweka ndani ya nyumba yake, wanamlipia nyumba, wanamsomeshia watoto wake. Anaposikia neno katika kanisa kuhusu mambo ya uzinifu na tabia za kunyang'anya watu waume zao, unaona anaenda mbele za Bwana, analia kweli kweli, anatoa machozi, anajipangusa, lakini akitoka tena anarudi katika ile nyumba, huyo jamaa anakuja tena pale pale anamkomoa hivyo hivyo. Hakuna toba pale, hakuna kusononeka pale, hiyo ni drama. Wakati mtu atasikia ukweli wa Injili na amue kubadilika, atafanya kama vile hawa watu walifanya. Hawa waliamua wakaacha mabibi zao, wakaachana nao, wakaachana mpaka na watoto ambao walikuwa wamezaa na hawa mama. Kwa kama mwanamke kweli ameamua kusikia uchungu na ametubu kwamba amenyang'anya wenzake mabwana, kitu cha kwanza ambacho atafanya baada ya kuomba msamaha kwa Mungu, ataambia wale wanaume, mimi kwangu msikuje tena, sababu mimi nimekwisha kuokoka na nimeomba na jambo ambalo nilifanya sio sawa, nimeenda mbele za Bwana, nimemwomba msamaha na amenisamea. Kwa hiyo wewe bwana, rudi huko kwa mke wako, wewe rudi huko kwa mke wako na watoto wako. Mimi nitaomba Mungu anisaidie katika maisha haya, na kama kuna msaada wote ule atanisaidia. Kama ni mwanamume, atanipatia mwanamume ambaye sio bwana ya mtu. Hiyo ndio toba kamili. Naona mfano mwingine ni wa Zakayo akiwa juu ya mti. Wakati Yesu anapita, alimwambia Zakayo, shuka, maana yake leo nitakuwa mgeni katika nyumba yako. Biblia inasema Zakayo alishuka na akaenda mpaka nyumbani, Yesu akiandamana na wanafunzi wake. Alipofika pale, marafiki wa Zakayo wakaja na wakajaa ndani ya nyumba ya Zakayo. Zakayo akaandaa chakula na wakaanza kula. Watu wakashangaa, wakasema ya kwamba, Mafarisayo wakasema ya kwamba, inakuwaje huyu anaenda kula chakula pamoja na watu ambao ni wenye dhambi? Yesu anasema ya kwamba yeye hakuja kwa sababu ya watu ambao ni watakatifu, alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Akasema daktari huwa anakuwa kwa sababu ya watu ambao ni wagonjwa. Na kweli daktari akaenda kusoma, anasomeshwa kuhusu kuhudumia wagonjwa, sio watu wenye afya. Basi walipokuwa katika meza ya kula, Biblia inasema ya kwamba Zakayo alisimama na akatubu, na akasema ya kwamba, Bwana, mimi najua kuna mambo ambayo nimefanya ambayo sio sawa, na nataka kuyaweka sawa kuanzia siku ya leo. Mimi nimebadilika, na kama kuna mtu yeyote ambaye nimemdhulumu, kwa hivyo akija kwangu hapa nitamlipa mara 4 zaidi. Sasa ameamua, sasa amebadilika. Mali ambayo uko nayo anaamua kurudishia wenyewe. Kile wakati ambapo analia, lakini mali bado uko nayo, kilio gani ambacho analia? Ni kilio cha samaki kile. Ni drama ambayo wanaifanya. Ndio sababu naona hata kama wewe ni mtu ambaye unapenda vita, kupigana, wakati ambapo umegundua kwamba vita sio vizuri, umetubu mbele za Bwana, amekusamea, kitu ambacho unafaa ufanye sasa, unafaa uwe muungwana. Wakati vita vinazuka, unakuwa ni mtu wa kunyenyekea na kuvumilia. Ili sasa kama vita vitazuka na wewe ndio umekuwa mbaya kuliko vile ulivyokuwa, umekuwa mtu mdanganyifu siku zote, unaomba msamaha tena unarudi na unadanganya tena. Hapana wapendwa, wakati ambapo wewe unakwenda mbele za Bwana kutubu, toba ile ya ukweli ni kwamba baada ya kuungama na kuomba msamaha, kuna hatua ambayo utachukua ya pili ya kuachilia vile vitu ambavyo ulikuwa umevishikilia. Vile vitu ambavyo ulikuwa umevishikilia vyote unaachana navyo, unavitupa. Ndio sababu naona kuna watu ambao huwa wanaokoka kama walikuwa wachawi, anakwenda analeta zile vitu ambazo alikuwa ameoga, wale watu ambao alikuwa amewafunga, anakusanya yote anaileta pale, anasema hawa ndio watu ambao nilikuwa nimewaroga.
Mimi ndio nilifanya mtoto fulani hakusoma, nilimharibu masomo. Mimi ndio nilirusha mtu fulani kichwa akaruka na akili. Mimi ndio niliua mtoto wa fulani. Mimi ndio niliua mtu fulani. Na mambo yote ambayo nilikuwa nafanya hivi na hivi na hivi. Na uchawi ambao nilikuwa nautumia ndio huu, anauleta pale unateketezwa. Basi mtu kama yule huwa ametubu kweli, hata ule uchawi tena. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba wale watu waliolisikia neno la Bwana na ambao walikuwa wanafanya mambo ya uganga wakiagua waliweza kubadilika na wakakusanya vitabu vile ambavyo walikuwa wanavitumia kwa ajili ya kuagua, wakavileta mbele ya hekalu la Bwana, na wakasema hii ndio tulikuwa tunafanyia uganga, na zote zikawashwa moto, zikachomwa, zikateketezwa. Thamani yake ilikuwa ni pesa nyingi sana, imeandikwa pale. Hiyo ndio toba ambayo ni ya ukweli. Kama mimi nimekuibia kitu na nimekuja mbele za Mungu, nimeona ya kwamba nimefanya makosa, kama kweli nimetubu, sitabaki na ile kitu tena. Nitachukua na nikuletee, nikwambie mimi ndio nilikuibia hii kitu, na saa hizi nimeomba Mungu amenisamea, kwa chukua kitu chako. Na kama nitaona uoga kuja kukuambia, na za kukibeba tunakuja kutupa pale kwako, kiamka asubuhi na kipaka kiko pale. Hiyo ndio toba ambayo ni ya ukweli. Kile wakati ambapo unaomba msamaha na bado umeshikilia, omba msamaha bado umeshikilia, wapendwa, hiyo ni toba ambayo ni bandia, toba ambazo za drama. Ndio sababu tulipokuwa katika imani ile ya vuguvugu la imani, ilikuwa wakati tukifungua ibada kwamba watu wanaenda mbele za Bwana wanajitakasa, kila mtu anaomba msamaha yale ambayo amemkosea Mungu. Naona kuna mtu anaomba mpaka analia, anapiga magoti, analia, akitoka tu pale machozi yametoka, na akitoka tu pale pale anaendelea kufanya yale mambo ambayo alikuwa anayafanya. Kilio cha samaki. Toba ambazo ni za bandia. Toba ambayo ni ya ukweli ni toba ambayo baada kuungama kuna hatua ya pili ambayo utaichukua. Kumbuka yule mwanamke ambaye alikutana na Yesu, Msamaria, akamwambia kwamba nenda ukamuite bwana wako uje na yeye. Akamwambia Yesu, mimi sina bwana. Yesu akamwambia ni sawa, umesema vyema. Wewe huna bwana kwa sababu umeolewa kwa wanaume 5 tayari. Ulikuwa unaolewa kwa mwanamume huyu, unaachana naye, unakuja kwa wapi ukaachana naye, kuja kwa watoto ukaachana naye, kuja kwa 4 ukaachana naye, kwa 5 ukaachana naye. Sasa yule mwanamume ambao uko naye saa hizi sio mume wako, ni bwana wa mtu mwingine. Wewe mwanamke akashangaa. Maana yale mambo ambayo ameyafanya hakujua kama kuna mtu anayajua. Yesu akamwambia kwamba umeolewa kwa wanaume 5. Na mwanamume ambao uko naye saa hizi sio mume wako. Yule mwanamke akashangaa. Na akaenda akaambia watu, njooni muone yule ambaye ameniambia mambo yote ambayo nimekwisha kuyafanya. Watu wakaja kumsikiza Yesu akifundisha, sema kweli, vile ulivyotuambia sio tu maneno yako, bali tumeamini kwa sababu tumesikia wenyewe na tumeona wenyewe. Kwa wapendwa, toba kamili ni toba ambayo inaambatana na mabadiliko. Wakati ambapo unaomba Mungu akusaidie, Mungu akusamee, lazima kwa nje uonyeshe mabadiliko kwamba umebadilika. Kwa sababu Yohana Mbatizaji alipokuwa anabatiza, Biblia inasema kwamba Mafarisayo wengi walikuja wabatizwe. Yesu akawaambia hapa, nyinyi hapana. Alibatiza watu wa kawaida, akabatiza maaskari, akabatiza watoza ushuru na watu wengine, lakini Mafarisayo walipokuja akawaambia hapana, nyinyi mnajifanya watu wa dini. Siamini kwamba nyinyi mmebadilika. Kwanza kabisa toeni matunda ambayo yataonyesha kwamba nyinyi mmebadilika ndio niwabatize. Sababu alikuwa anajua wao ni watu wa dini, wana mazoea. Watakuja tu pale wabatize, lakini ndani yao hakuna mabadiliko yote. Kwa hivyo alikuwa anataka mabadiliko ya ndani yaonekane kwa nje, yajue Mafarisayo wamebadilika. Kwa wakati ambapo unakwenda mbele za Bwana na unatubia usherati na Mungu amekusamea usherati, basi unafaa urudi ukatae mambo ya usherati kabisa, utubie. Kuna jamaa mmoja ambaye alikuja akaokoka, na aliniambia kitu ambacho alifanya baada tu ya kuokoka. Alienda kwa marafiki zake wote wanawake na akamwambia kwamba mnisamee, mimi nilikuwa nafanya uzinifu na nyinyi, sasa hivi mimi nimeokoka. Aenda kwa kila mmoja ambaye sasa mambo ya uzinifu tena, biashara ya uzinifu tena haitaendelea tena, mimi nimeshaondoka pale. Hiyo ndio ukweli, hiyo ndio toba ya ukweli. Hata kama ni mwanamke anawaambia wale wanaume, anawaambia mimi nilikuwa nikizini na nyinyi, hii sasa mahali ambapo nimefikia, neno la Bwana limenigusa na limebadilika.
Sasa mimi mambo ya zinaa tena na nyinyi hakuna. Na ushirika wa mimi na nyinyi tena sioni kama utaendelea, kwa sababu tulikuwa tunashirikiana kwa sababu ya uzinifu. Kwa hivyo mimi nimekataa uzinifu na uhusiano wenu pia siutaki. Mimi naambatana na Bwana. Hiyo ndio toba ambayo ni kamili. Sasa wewe unatubu zinaa, lakini unatoka bado kwa simu yako wale watu wako bado. Kama ni mwanamke, ni mwanaume rafiki yako au anaitwa John, badala ya kumsave kwa simu yako kama John, unamsave Agnes. Sasa simu ikilia mzee wako akiona anaona inaitwa Agnes. Kumbe sio Agnes, ni John, ndio umemsave Agnes. Au ondoi pale. Kile kama mtu anabadilika, anajua hawa ni watu ambao nilikuwa nafanya uasi nao. Hawa ni watu nilikuwa nazini nao. Kitu cha kwanza, hata kama hatawafikia atawapigia simu. Naambia kwamba mimi nimebadilika na hiyo tabia ulikuwa unafanya mimi sitafanya tena. Kwa mimi nimejiondoa pale na uhusiano wangu na wewe pia nimekata na namba yako pia nimeiondoa. Na unafuta kabisa kwa simu yako. Ama wengine anaiblock. Sasa akimtafuta hawezi kumpata tena. Hiyo ndio toba ambayo ni kamili. Lakini wewe unasema umetubu na bado unafinya naangalia unaipita hiyo, unafinya naangalia unaipita. Lakini huyu ndiye alikuwa ananisaidia. Sasa hivi mshambulizi angekuwa amenitumia 500. Angekuwa nimepata 1000 yake moja. Hivyo hiyo wokovu hii nayo ina hasara. Utakaa baadaye utarudi pale. Kuna kijana mmoja anakunyonga pombe, tulikuwa tunafanya naye. Anakunywa pombe sana. Pesa yake inaishanga tu kwa pombe. Kuna nyakati nyingi amejaribu kuacha pombe, hakunywi pombe kabisa, anakaa mzuri, anafanya kazi vizuri bila kusumbuka. Lakini baada ya muda anarudi pale kwenye pombe. Sasa akifika pale yeye hakunywi pombe, lakini anawanunulia marafiki zake pombe wanakunywa. Anaweza kuwanunulia wiki moja wiki mbili, yeye haonji hata kidogo, anarudi analala. Wanakunywa kipiga soda. Baada ya wiki mbili kuisha pia anaanza kunywa tena, anarudi tena vile. Amefanya hivyo kama mara 4. Lakini kama angekuwa anaacha pombe, anakata ushirika na wale marafiki zake, anaachana nao, anashikana na watu ambao wana malengo ambao ni ya maendeleo, watu ambao ni wa Mungu, angekuwa hawezi kurudi mahali pale tena. Sasa basi, wakati ambapo unatubia kitu, lazima uhakikishe umeachana na hiyo kitu. Unapotubia wizi, lazima uhakikishe ya kwamba vitu vya watu ambao viliibiwa unavirudisha. Na kama ni vile ambavyo vinakuogopa kurudisha, unavitupa hata ndani ya bahari. Unavitupa. Au kuamua katoka nje na kaanza kuvitupa mbali kabisa. Kama vile huwezi kurudisha. Kama ni kurudisha, unaweza kurudisha. Hiyo ndio toba ambayo ni ya ukweli. Lakini toba ambayo unatubu, unaomba msamaha na unarejelea tena mambo yale kesho, hiyo sio toba. Hiyo sio toba. Unamtukana bwana wako, alafu baadaye unaenda mbele za Mungu unasema kwamba Mungu nisamehe. Alafu kesho tena unarudi unamtukana tena. Kama Mungu nisamehe. Baada ya mwezi mmoja tena unamtukana tena. Hiyo sio toba. Toba kamili ni kwamba utaomba msamaha, Mungu akusamehe. Alafu naona kuambia mzee, nimezoea kutukana, lakini sasa hivi nimeomba Mungu anisamehe na nimeamua nitavumilia, sitakutukana tena. Mungu anisaidie. Mzee anapoangalia kwa kumtukana tena anaona huyu mama kuna mbadilika. Unaishi na familia yako unaitesa kama mwanaume. Chakula kukula ni shida. Mavazi kuvaa ni shida. Watoto kusoma ni shida. Na huku unasema kwamba wewe ni Mkristo unakuja kutubu. Ndio tubu, lakini baada ya kutubu makosa ambayo unafanya, hakikisha jamii yako wana chakula ya kutosha, hakikisha jamii yako wana mavazi ya kutosha, hakikisha jamii yako wako na elimu ambayo ni nzuri. Usiweke watoto ndani ya nyumba, na tayari unasema kwamba wewe hapana. Lazima ubadilike kuanzia kwa ndani. Mienendo yako na kila kitu lazima kibadilike kiwe kisawa. Hiyo ndio toba ambayo ni ya ukweli. Lakini wewe unatubu, Mungu akusamehe kwa sababu na peleka jamii yako vibaya. Mungu anakusamehe. Kesho unarejelea mambo yale tena. Sio kuna unarejelea mambo yale tena. Hiyo sio toba. Toba kamili ni wakati mtu anapotubu. Inakuwa kama hawa watu ambao walikuwa Wayuda. Unaona katikati ya wale watu wa Yuda ambao walikuwa wameoa na wageni, kulikuwa na makuhani pia walikuwa wameoa na wageni. Na ni watu ambao ni wa Mungu. Wameoa na wageni. Na ile hali wao ndio walikuwa wafundisha watu wasioe na wageni. Kwa hiyo kuna uwezekano hata kama ni mtu ni mtumishi wa Mungu, kuna uwezekano kuna mambo yanaweza kumpata ambayo sio sawa. Na anafaa atubu tu kama watu wengine. Makuhani wale pia walikubali kurekesha wale wake wao na kurekesha na watoto pia waachane nao ili hasira ya Bwana isiwake juu yao. Sababu nasikia Biblia inasema kwamba
msifungamanishe pamoja na wasioamini. Hili wanaona kuna watu ndani ya kanisa, mtu anasema ameokoka, kama ni kijana, wakati wa kuoa ikifika na kuoa yule ambaye haendi kanisani, ama mwenye anaenda kanisani hajaokoka, baadaye wanaanza kusumbuana. Mwishowe wewe ambao unaenda kanisani unavutwa upande huu mwingine, unaacha kwenda kanisa, unaacha mambo ya Mungu, unashikana na huyu, giza linaingia, baadaye unaangamia mahali ambapo ni pabaya. Kipoza ushauri ni kwamba wakati mwanamke ama mwanaume, kijana, msichana ama mvulana wanapotaka kuoa ama kuolewa, ni vizuri watafute msaada wa Mungu na waoe nyumbani kwa Bwana. Hapo ndio ndoa yao itakuwa sawa, ambayo imeweka katika msingi imara wa Bwana. Kwa hivyo wapendwa, sisi tunaishi katika hali ya kuomba msamaha, tunaungama dhambi zetu, lakini mara nyingine tunaungama dhambi, tunalia machozi, hiyo kilio cha samaki. Tunafanya drama kanisani kwa maushirika, kwa makrusedi ya kutubu, lakini ndani yetu bado hatujabadilika. Tutarejelea yale mambo yale. Wakati tunaomba msamaha, tubadilike kwa ndani, alafu tuchukue hatua ya kuonyesha kwamba, kabla Yohana aliambiwa wale Mafarisayo, hatua ya kuonyesha kwamba tumebadilika ni kuregesha vile vitu ambavyo tulikuwa tumevichukua, ni kutoka katika nyumba ambazo tulikuwa tunakwenda kama ni za pombe, na kuachana wale marafiki. Nyumba za zinaa na ipana nazo. Kama kuna mwanamume alikuwa anaenda kwa nyumba yake, hiyo inakuwa ni mwisho kabisa. Kama kuna mwanamke alikuwa anaenda kwa nyumba yake, hiyo ndio itakuwa mwisho. Kama kuna mwanamke anamsomesha watoto wake, hiyo ndio itakuwa mwisho, hapati siku zisipako tena. Na unamwelezea kwamba hautapata kwa sababu ya ABCD. Mimi na wewe ushirikiano wangu umekwisha. Hiyo ndio toba ambayo ni ya ukweli. Lakini hizi zingine hizi ambazo hazifiki mahali pale, ni toba ambazo za kibandia na hakuna mahali ambapo zinaenda. Kwa Mungu atusaidie sana, atujalie tukaweza kuwa na toba ambayo itakuwa ni toba ambayo ni ya ukweli. Mungu awabariki sana.